السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باركم حميدي الله سبحانه وتعالى زيادة خيركم تكيمتوم صلى الله عليه وسلم. kiwaleo ni alfajiri ya tarehe 20 ya mwezi wa 10 Shawwal mwaka 1447 Hijria, sambamba na tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Tupo katika mwendelezo wa risala al-usul thalatha, na tuliona jana mambo manne ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu kuyafahamu mambo hayo manne, basi na kusahau kulielezea jambo la kwamba hayo mambo manne yapo katika msingi wa kwanza katika ile misingi mitatu ambayo ndiyo anwani ya kitabu. Ya mambo manne ambayo tuliyataja jana yale yanapatikana katika ule msingi wa kwanza ndani ya ile misingi mitatu, na kama ufupisho tu wa kuyataja jana kabla ya kuendelea na yale ambayo tutayachukua leo, tuliona katika masail manne ambayo ni lazima kila mmoja ajue. Jambo la mwanzo ni elimu, maana lazima kila mmoja asome, na hapa tukatoa maelezo kuwa haina maana kwamba kila mmoja awe shekhe, kila mmoja awe khatibu, lakini ni wajibu kusoma kila mmoja kile ambacho kinambainikia katika dini yake kwenye yale ambayo yanamzunguka. Kadhalika pia tukataja kwamba elimu hapa hukusudiwa kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kumfahamu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kufahamu dini ya Uislamu kwa dalili. Hilo ni jambo la mwanzo katika hayo masala manne ambayo yapo ndani ya msingi wa kwanza. Kadhalika jambo la pili ni kufanyia kazi hiyo elimu. Kadhalika jambo la tatu ni kulingania kwenye kunako hiyo elimu. La nne na kusubiria kwenye maudhi ndani ya elimu hiyo ama kwenye kulingania huko. Sasa kila kimoja hapa shekhe anataka akitolee dalili, hata kama dalili hazitofatana kwa mpangilio kama alivyoyataja haya mambo manne. Kwanza akaanza kwenye jambo la subra, akasema wadalilu qawluhu ta'ala, dalili juu ya hilo ni kauli yake Allah mtukufu kwenye kunako jambo la kusubiria. Kisha akasema bismillahir rahmanir rahim wal asri. Hii sura ni katika suwar fupi, bali hakuna sura ambayo ina idadi ya aya za chini zaidi ya hii na suratul Kauthar, suratul Asr na suratul Kauthar. Hizi sura zina aya tatu, na hakuna sura ambayo ina aya 2 kwenye mashafu mzima. Lakini ukitazama sura hii pamoja na uchache wa aya zake, imebeba mambo makubwa sana, mpaka kiasi ambacho tutaona kauli ya Imam Shafi'i hapa alipokuwa akielezea hii sura. Allah anasema kwenye hii sura wal asri, na hapa anazama. Wamesema ulama ima iwe ni ile salatul asri Allah ndiyo kaapa kwayo, au ni kile kipindi cha swala ndio kaapia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa anachokitaka, lakini mwanadamu hatakiwi aape kwa asiyekuwa Allah.
Sisi viumbe tunatakiwa tumwapie Allah au tutaje sifa katika sifa zake kisha ndio tuwape, lakini sio kuwapa kwa asiyekuwa yeye. Allah kataja na kaapa watini wa zaituni, lakini sio mimi na wewe kisha tuwape kupitia tini na zaituni. La, ni Allah. Washamsi wa duhaha, la uqsimu bihadha albalad. Allah kaapia vitu vingi sana. Wallayli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Kataja vitu vingi sana sana ambavyo Allah kaapia ndani ya Qur'ani. Sasa ima iwe ni ile salatu al-asr ndiyo imeapiwa au ule wakati. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema innal insana la fi khusrin, hakika ya kila mwanadamu. Ikiwa tafsiri ya kila mwanadamu itakuwa ndefu, sema hakika ya wanadamu, unafupisha, umewataja wote. La fi khusrin, wapo ndani ya hasara. Hakika ya wanadamu wote wapo katika hasara. Na katika tambihi ambayo inahusu usomaji hapa tunatoa kama tambihi kutanabahishana endapo mtu atakuwa anasoma Qur'ani, kuna baadhi ya maneno yamekuja kwa ujumla kisha Allah kavua baadhi ya vitu, utakiwa ukaishia kwenye haya maneno ya kiujumla kabla ya kutaja vile vilivyovuliwa. Mfano kama hapo ukasema innal insana la fi khusrin, ukaishia hapo. Nasema ulama wa tajwidi li jambo ni makosa, kwa sababu Allah kuna watu aliwatoa kwenye hiyo hasara, utakiwa wataje hao. Au ukasema kwamba innal insana khuliqa halua, kisha ukanyamaza hapo. Hakika ya mwanadamu ameumbwa na papara. Kuna wengine Allah kawavua kwamba hawa hawana papara, ukawaacha kuwataja, ni makosa. Ni makosa. Kadhalika pia fawailul lilmusallin, kanyamaza, wale wao wenye kuswali. Na Allah hakukusudia wote, bali kuna baadhi ya hao wenye kuswali ndio ambao Allah kawakusudia. Unatakiwa ubainishe. Sasa hapa pia sio kusema kwamba innal insana la fi khusrin kisha ukanyamaza. Kama una tafsiri aya unaweza ukaishia hapo ila kama unasoma kwenye swala, so innal insana la fi khusrin, Allahu akbar, la, sio sawa. Unatakiwa umalizie hakika ya wanadamu wapo katika hasara. Allah akawatoa wale waliokuwa hawapo katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Isipokuwa wale ambao wameamini. Na imani katika itikadi ya wema waliotangulia, imani inazidi na kupungua. Al-imanu yazidu wa yanqusu, imani inazidi kadhalika na inapungua. Yazidu bitaati wa yanqusu bizallati, huzidi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na hupungua kwa makosa ambayo mtu anayatenda katika kumwasi Allah. Imani sio kama wanavyosema baadhi ya makundi kuwa ikitoka imetoka, ikiwepo ipo, yani kama kitu tu kimoja. La, bali Allah subhanahu wa ta'ala kataja kwenye Qur'ani aya mbalimbali pamoja na Mtume sallam kutaja maneno mbalimbali ambayo yanaonyesha kuwa imani inazidi na kupungua. Katika hizo aya ambazo Allah kathibitisha imani juu ya kupungua kwake na kuzidi kwake, anasema liyazdadu imanan ma imanihi, ili wazidi wao kuwa na imani pamoja na imani zao. Wako nazo za kwao, ila kuna nyingine pia zizidi. Kadhalika Allah anasema fazadahum imanan, akawazidishia wao imani, kwa maana ile yako ipo lakini nyingine ikazidi. Kadhalika na imani kama imani kwenye moyo haitoshelezi isipokuwa itakapolazimu kutenda. Maana hapa pia tutakutana na watu mitaani, mtu ukimwambia mbona hauswali shekhe, attaqwa hahuna, kwambia ucha Mungu upo moyoni, hasali huyo, na anataka ajitetee hapo. Naam, attaqwa hahuna, kuambaye kaswali kisha jambo la kumcha Allah lipo moyoni mwake yeye, tumwegemezea Allah jambo la kwamba anamcha Allah kweli au uongo. Sio kwamba hauswali alafu bado wanasema kwamba attaqwa hahuna. Hapana, sio sawa. Ndio maana Allah hataji kumwamini yeye isipokuwa anaambatanisha nini? Kutenda matendo mema.
Kwa maana kuamini Allah kuna lazimu mtu atende yaliyokuwa mema. Kwa hiyo sipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema, waamilu salihat, na wakatenda matendo mema, kule kuamini tu hakutoshelezi ukasema kwamba nimeamini, bali waliosema hivi kwamba imani tu inatosha, kuna kundi linaitwa murji'a. Murji'a hawa wanasema kwamba kwanza al-imanu la yazidu wala yankusu, imani haizidi wala haipungui. Ndio maana wao hawa wakafikia hatua aliyetenda dhambi kubwa katika Waislamu wakasema kwamba ni nani? Kafiri. Kwa sababu kumwasi Allah ni ishara kwamba huyu mtu hana imani kwa wao, wakahukumia hivyo. Na zile zaidi ambazo zimekuja kusema kwamba hazini mwenye kuzini wakati ambapo anazini hali ya kuwa na imani, haibi mwenye kuiba wakati anaiba isipokuwa hana imani. Mfano kama alivyosema Mtume sallam kuhusu kutaja kwamba la yazni zani hina yazni huwa mu'minun, hazini mwenye kuzini wakati anazini na hali ya kuwa na imani. Akisema kwamba kwa maana hapakusanyiki imani na maasi, hapakusanyiki. Kwa hivyo huyo ambaye kazini ni kafiri. Kwa hiyo kwa wao watu hawa, mtu akizini kashakuwa kafiri, mtu akiiba ashakuwa kafiri. Sababu pia Mtume kaendelea kusema wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun, haibi mwenye kuiba wakati anaiba na hali ya kuwa ni muumini. Sasa hapa Ahlus Sunnati wal Jamaa wanatafsiri ahadithi kama hizi kwa mfumo unaofuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi hii hakukanusha ile asili ya imani kwamba imani yenyewe haipo, bali alichokanusha ni ule ukamilifu wa imani, kwamba huyu mtu imani yake sio kamili ndio maana akaiba, huyu mtu imani yake sio kamili ndio maana akazini. Sio kwamba haipo kabisa, haipo kabisa, bali kuna wakati, mfano tutoe mfano wa kiakili. Unaweza ukampata mtu tajiri, bwana naomba unisaidie kitu fulani, akakwambia sasa hivi si nasubiri mpaka mwisho wa mwezi. Hana maana kwamba hana chochote huyu, lakini kile alichokuwa nacho si kamili kiasi ambacho kwamba haamini hata nikitoa naweza nikafilisi, ngoja kwanza nisubiri mpaka mwisho wa mwezi. Si kwamba eti ndo hana moja kwa moja, ngoja nitakupa mwisho wa mwezi sasa hivi sina, alafu unaona wewe anatoka na gari huyo. Haina maana kwamba ndo hana moja kwa moja, sio hivyo. Basi pia vile vile aliposema Mtume sallam kwamba haibi mwenye kuiba na hali ya kuwa ni muumini, haina maana kwamba imani hana moja kwa moja, bali si kamili imani yake, ndio makusudio. Na pia jambo jingine wakafikia wao kusema jambo la hatari sana hili, kwamba na al-af'alu au al-a'malu la tadkhulu fi musamma al-iman. Jambo jingine la hatari hili, hawa murji'a, kwamba matendo anayotenda mtu haingii kwenye lile jina la imani. Kwa maana tukisema imani, vitendo haviingii. Unaweza kusema kwamba mimi nimeamini Allah ila ukamshirikisha Allah, kwa sababu imani yako na unachokitenda havihusiani, wanavyosema wao. Wakafikia hatua hawa wakampa imani Ibilisi. Ibilisi ni katika mu'minun, kwa sababu alisema hivi, Rabbi bima aghwaytani, ewe Mola wangu. Alikubali kwamba Allah ni Mola wake, kwa maana huyo ana imani. Kwa hiyo wakasema kwamba kwa vile alisema kwamba Mola wangu, kile alichokitenda cha kumkufuru Allah hakina munasaba na ile imani yake aliyoitamka yeye kusema kwamba nini, Mola wangu. Kwa Ibilisi ni katika waumini, walifikia huku hawa. Pia wakasema Firauni ni katika waumini, kwa sababu Firauni alisema kwamba amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, nimeamini kumwamini yule ambaye kuamini kuwa hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mola yule ambaye wamemwamini banu Israil. Wakati huo kuna wimbi laja nataka limuue hapo, akasema Allah kumnuku yeye, wa ana minal muslimin. Sasa kwa sababu alikiri Uislamu, hata kama mwanzo alisema kwamba yeye ni Mungu, imani yake huyu haidhuriwi na kitendo chake. Lakini alijawabu la, imani ya mtu hudhuriwa na anavyovitenda, au hunufaishwa hiyo imani kwa kuzidi
na anavyovitenda. Lakini vitu viwili vimewapelekea hapa, kule kusema kwamba haizidi imani wala haipungui, na kule kusema kwamba vitendo vya mtu haviingii katika imani, wakafikia hapa. Kwa hiyo vitendo vina munasaba mkubwa na imani, na imani inazidi na kupungua. Mahallu shahidi, watawasau bilhaqi watawasau bisabri, na wakahusiana kwenye kunako haki, kadhalika na wakahusiana kwenye kunako kusubiri. Katika mambo ambayo ni ya kheri kwa Waislamu ni wao kutajiana ya kheri, kadhalika na wao kutajiana mambo ambayo yanahusiana na subra. Sababu jambo la subra, mtu hata kama anajua wajibu wake, lakini kwenye ile hali ya kupatwa na tatizo, mwanzoni mwa tatizo, anaweza akaghafilika kama mwanadamu. Mfano, mtu anaweza ikawa anajua adilla nyingi sana kuhusu subra, ila akipata na mtihani, hasa kuondokewa na mtu, sababu ndio mtihani katika mitihani migumu sana, wakati ule akasahau. Sasa Uislamu umetaka sisi tuhusiane kwenye subra katika nyakati zote, hasa nyakati za matatizo. Na wala sio sawa mwenzako ana tatizo, wewe ndio kwanza wasema kila siku wapate wenzako, leo wewe tu umesahau. Sio sawa hivyo. Uislamu haupo hivyo. Au pengine mwingine na yeye ana tatizo, mwenzake anakwenda kumtajia jambo ambalo ni tatizo zaidi ya hilo tatizo. Mtu anaumwa, unamfuata mtu anamwambia unaumwa maradhi haya, na mwenzako aliumwa maradhi kama haya alafu hakupona. Kaenda kumtembelea mgonjwa huyo, anamwambia kwamba kuna mwenzako aliumwa maradhi kama haya. Tena bwana, kama kuna usia mapema baba, usia mapema, ni jambo sio sawa. Katika mambo ambayo ni sunna kuyafanya ukienda kwa mgonjwa ni kumpa moyo, sio kwamba eti waenda kule kisha mkatisha tamaa. La, sio sawa. Sasa yote hayo, kumpa moyo ni katika njia za kumfanya awe na nini, awe na subra, na kumtajia watu walioumwa zaidi ya yeye kisha wakapona. Mfano bwana, yeye anaumwa na maradhi yamemweka mwezi mzima kitandani, unakwenda pale tena unatakiwa ufanye ule mwezi ni kama siku moja, mwezi mmoja tu unakata tamaa, mwezi mmoja. Ushasahau Ayubu alikaa miaka 18 kitandani, kisha Allah akajalia akapona. Ushasahau kwamba kuna masahaba ambao walifungiwa miaka 2 na makuraishi Maka, ushasahau wao. Ushasahau kwamba kuna watu walipata shida kadha wa kadha, wakaumwa. Kuna watu walikuwa matajiri, Allah akajalia wakakosa kila kitu, na haikuwa limiwao isipokuwa unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwezi mmoja tu bwana, kijimwezi tena kitaji kuondoka kabisa, kijimwezi bwana. Kwa hali kama hii, hapo unampa moyo, na ndani ya kumpa moyo unamfanya awe na subra. Kwa utakuwa ushamuhusia kusubiri huko, kama tulivyotakiwa na Uislamu. Hiyo ni suratul Asr, aya mwanzo na aya mpaka aya 3. Al-Imam Shafi'i anasema, qala Shafi'i rahimahullah, law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum, lau kama Allah asingeliteremsha hoja yoyote kwa waja wake, akateremsha sura hii tu basi hii sura ingelitosheleza kwa wao kuwa ni hoja. Kwa sababu hapa kumetajwa msingi mzima wa kumtii Allah na msingi mzima wa kujiepusha na maasi. Kwenye hii sura pamoja na udogo wake yamekusanywa yote hayo. Sasa lau kama asingeliteremsha subhanahu wa ta'ala hoja yoyote kwa hoja wake isipokuwa sura hii tu, basi hii sura ingelijitosheleza. Hapo kataja jambo la kuhusu subra. Kisha jambo la mwisho ambalo tunamalizia majlisi kwa leo hii, wadalilu waqala al-Bukhari, na amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ikiwa hapa shekhe anataka atolee dalili jambo la elimu, kwa sababu tulisema kwamba haya mambo kwenye kuyatolea dalili nyingine zimekuwa za mwisho, nyingine za kwanza. Hapa kataja subra na dalili yake. Subra kaitaja mwisho kwenye mambo manne, dalili yake ikawa ya mwanzo, na elimu imekuwa ni jambo la kwanza kwenye mambo manne, dalili yake imekuwa ya pili. Amesema al-Imam al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allah amrehemu, babun, kwenye kitabu chake Sahihul Bukhari, ambacho ni kitabu sahihi baada ya Qur'ani kama walivyosema ulama.
babun, huu ni mlango, alilmu qabla alqawli walamal, unaoelezea kuwa elimu kabla ya kuongea na kutenda. Na hapa baadhi ya watu wanafanya istisghari sana jambo la dini. Alhamdulillah, kuna watu haongei isipokuwa anachokijua, yani kama kitu hakijui haongei. Ila kuna mwingine hata kama kitu hakijui, muda wa kuwa ni katika mambo ambayo yanahusu Uislamu na yeye ni Muislamu, jambo letu hili bwana, si Uislamu sote bwana, ashasahau hapo shule. Lau kama kuna siku mwalimu aliingia darasani akatoka darasani, likiulizwa swali kuhusu jambo fulani ambalo lahusu siku fulani ambayo yeye kakosa, hasemi kwamba darasa letu hili, anauliza waliokuwepo anauliza waliokuwepo. Lakini Uislamu anafanya kinyume, sio sawa. Ila alhamdulillah, kuna watu bidhabti haswa, yani yeye akijua kitu fulani hataongea zaidi ya hicho anachokijua. Ukienda hapo Allahu aalam, bali kusema Allahu aalam kwenye jambo ambalo mtu halijui ni nusu elimu. Bali baadhi salaf walisema man taraka la adri usibat maqatiluhu, atakayeacha kuongea tamko sijui, ili tamko sijui hili zitapatikana sehemu zake za kuuawa. Bali pia baadhi salaf kutazama alimamu Malik ibn Anas al-Asbahi al-Madani, zama za uhai wake alikuwa ni imamu dunia. Alifatwa na mtu akaulizwa maswali yasiyopungua 40, lakini akajibu 3 au 4, yaliyobaki yote Allahu aalam, yote maswali 30 na akasema Allahu aalam. Yule mtu akamwambia, wana ya imam, ji'tuka adribu aqbad al-ibli li as'alaka wa taqulu la adri, nimetoka kote huko bwana, nakata masafa mimi bwana, na mnyama wangu huyu anakata masafa marefu, ngamia huyu, ili nikuuliza alafu ananiambia haujui. Akamwambia hivi, in shi'ta fadhhab ila as-suqi faqul sa'altu malikan an kadha wa kadha faqala la adri. Ukitaka bwana, kama umekasirika na umepanic kwa sababu si kujibu, nenda sokoni kaseme kwamba nimemuuliza Malik kuhusu kadha wa kadha, akasema sijui. Sababu ni kwa maana hakuona aibu kuonekana jambo fulani halifahamu. Na hivi ndivyo walivyokuwa watu, na sisi pia tutakiwa tu hivi. Na pia sio sawa pia kumuuliza mtu jambo akasema hajui, kwanza kushangaa. Ili pia elimu ni pana. Qad yumkinu an ya'lama ar-rajulu shay'an wa taghiba anhu ashya'u, wanavyosema Arabu. Huenda mtu akajua kitu kisha vikafichikana kwake vitu siku mzima, na akajua kimoja tu. Unatakiwa mtu kabla ya kutenda ama kuongea, elimu iwe na nafasi ya mwanzo, kwa maana maarifa. Hata sio dini tu, hata dunia. Kama hujui masala ya ufundi, usijitie ufundi, utaharibu mambo ya watu hivyo kabisa. Kama hufahamu kusema kwamba hii gari inasumbua exhaust, mambo yetu hayo, mwisho wa siku unaizibua. Akiendesha gari mwenyewe, gari yatoa mlio kama wa pikipiki, si ulikuwa useme tu sijui yaishi. Kwa hiyo mambo hata ya dunia pia kama haufahamu, sio sawa kujitia ujasiri wa kusema kwamba unajua. Elimu itangulie kabla ya kutenda kwako au kuongea kwako kwenye lolote. Kadhalika wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo kwamba yatakiwa mtu ajue kabla ya kutenda ni kauli yake Allah mtukufu aliposema, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fahamu kwamba hapana anayeabudiwa kwa haki, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Jambo la mwanzo ukukufahamu kwamba hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah ni elimu, unatakiwa ujue. Lakini Allah akataja kitendo ambacho hichi kitendo kije baada ya kujua, wastaghfir li dhanbik, na utake msamaha kutokana na madhambi yako. Kwa hiyo hata msamaha ni kitendo, lakini unatakiwa msamaha wako utangulie elimu yako. Kwanza ujue kisha utake msamaha. Sasa Allah akaonesha hapa kwamba elimu inatangulia kabla ya kutenda. Ndio maana anasema Sheikh hapa, fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Allah kaanza na elimu kabla ya kuongea na kutenda. Kabla ya kuongea na kutenda, kwa lolote lile, huu ni msingi imara. Ndio maana ikawa tuna
soma. Bil khususi pia yale mambo ambayo ni lazima kwa kila mtu, yale ambayo sio lazima kwako usije ukasema kwamba kwa vile si lazima naruhusiwa kuongea hata kama sijajui. Sio hivyo. Mfano tulisema kwamba mfano kumuosha maiti ni jambo katika mambo ambayo ni furudhu kifaia, wakifanya wengine tusipofanya hatupati dhambi, ila tukiacha sote tutapata dhambi. Hiyo ndio maana fardhu kifaya, kuwa wakifanya wale wengine wakaacha dhambi hakuna, ila tukiacha sote tutapata dhambi. Sasa haina maana kwamba kwa vile wakifanya wale sisi tusipofanya hatupati dhambi, sisi ambao hatufanyi tuwe na ujasiri wa kuelezea yale mambo ambayo hatuyafanyi kwa sababu sio lazima hata kama hatuyajui. Sio hivyo. Ni jambo muhimu na la msingi sana. Sio mtu kuwa kwa vile si lazima mtu akaanza maiti sisi tukimuosha na hajui. Sio sawa. Ndio jambo sio la sawa. Tutakuja kuendelea biidhnillah tabaraka wa taala katika majlisi ijayo insha Allah, na tutakuja kuyaona yale ambayo yanafungamana na ile misingi mitatu katika kuiendeleza, ambayo ni misingi muhimu na misingi mama katika dini ya mtu, kwa maana kwa kila Muislamu. Leo tuishilizie hapa. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka, wallahu a'la wa a'lam, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.